Ni siku nyingine tena, wakati mwingine tena, na kipindi kingine tena cha wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu na PPR. Naitwa Pascal Mayala. Karibuni. Leo maonyesho ya wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu yanaelekea ukingoni. Sasa kwa vile taasisi kubwa na muhimu, kubwa kuliko zote na muhimu kuliko zote ni taasisi mbili. Ya kwanza ni NACTVET ambao ndio wenye maonyesho, na ya pili ni VETA. Sasa leo kutokana na umuhimu wa VETA na wapeleka kwenye banda la VETA, tukaone kwenye banda la VETA mwanzo mwisho kila walichokileta. Asante sana, nashukuru sana. Jina langu naitwa Anthony Mzee Kasore, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA, na nipende tu kwanza kuwashukuru, lakini pia na kuishukuru serikali kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na siku hii au wiki hili linalokuwa na masuala mazima ya elimu, ujuzi na ubunifu, ambapo linaenda taasisi mbalimbali tunajumuika ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaonyesha na kuhabarisha umma nini kinachofanyika katika taasisi zetu zilizo chini ya Wizara yetu ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Na katika kufanya hivi linatuwezesha kuhakikisha kwamba wananchi tunawapa taarifa sahihi na wajue nini kinachoendelea, na mwisho wa siku waweze na wenyewe kuweza kushiriki katika shughuli hizi ambazo zinafanywa na taasisi mbalimbali za elimu. Lakini nikiliongelea moja kwa moja kwa upande wetu sisi VETA, tumeshiriki katika juma hili la elimu, ujuzi na ubunifu, na ni juma muhimu sana kwetu kwa sababu linaonyesha na linaweza kuwajulisha wananchi fursa ambazo VETA tunazo, vitu ambazo tunavifanya, lakini kikubwa ni kuweza kuwajulisha wananchi nini serikali imekipanga kwa ajili ya kuwezesha wananchi kuweza kupata ujuzi na mwisho wa siku waweze kushiriki katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na katika kushiriki kwetu safari hii, kama ilivyo ushiriki wetu tunaokuwa nao katika hili eneo katika juma hili, na kama wiki hili inavyohitaji kwamba elimu, ujuzi na ubunifu njia ya kuweza kufikia yale maendeleo ya dira 2050. Na sisi kama VETA tuna jukumu kubwa sana kwenye dira hii ya maendeleo ya 2050. Na ukijaribu kutizama ile dira imeweka misingi kadhaa ambayo inahitaji kuweza kusimamiwa na kuweza kufikiwa. Na misingi hii lazima, cha kwanza wanahitaji tuweze kufikia ule uchumi wa trilioni 1 US dollar. Ili tuweze kufikia huko, manake lazima tuwe na taifa ambalo litakuwa na uwezo wa kufanya uzalishaji mali, kufanya uzalishaji wa utoaji wa huduma, ili kuweza kufikia kipato cha mwananchi mmoja mmoja na kipato cha taifa. Sasa ili tuweze kufikia hapo kwenye mwananchi kutoa huduma na kufanya uzalishaji mali, lazima mwananchi aweze kuwa na ujuzi, lazima mwananchi awe na uwezo, lazima mwananchi ajengewe kitu ambacho kitamfanya aweze kufanya hizo shughuli. Sasa na sisi kama VETA jukumu letu tuliopewa ni utoaji wa ujuzi kwa wananchi wa Kitanzania hii katika maeneo mbalimbali, katika stadi mbalimbali. Na ujuzi huu ambao tunawapatia ili sasa na wenyewe kuweza kushiriki katika shughuli za kiuchumi na za kijamii zilizopo katika maeneo yao. Kama mnavyojua, VETA sasa hivi tuna vyuo takriban 80 nchini, na vyuo hivi 80 ni vyuo ambavyo vipo katika mikoa na wilaya mbalimbali. Lakini tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweza kutoa fedha nyingine na kujenga vyuo vingine 65 ambavyo vyuo hivi mlengo wake ni kuhakikisha kila wilaya inakuwa na vyuo, na tunaenda sasa hivi vinaenda kukamilika. Kwa tunaamini ukamilikaji wa hivi vyuo tunaenda kuwa VETA na vyuo jumla 145 katika wilaya zote nchini. Uwepo wa hivi vyuo katika hizi wilaya sio tu wananchi kuweza kupata tu ujuzi. Tunajua kila wilaya ina shughuli zake za kiuchumi. Tunajua kuna wilaya zinafanya masuala ya kilimo, kuna wilaya zinafanya uvuvi, kuna wilaya zinafanya masuala ya madini, kuna wilaya zinafanya masuala ya utalii, kuna kila kitu, kuna wilaya zinafanya hivi vitu. Sasa sisi kama VETA ni jukumu letu kutoa mafunzo katika hayo maeneo yote, na ndio maana sasa hivi utaona ujenzi unafanyika ili kuhakikisha wananchi wanapata fursa za kuweza kupatiwa ujuzi, na ujuzi huu wanapokuwa wameupata sasa, mwisho wa siku waweze sasa kwenda kuweza kujiajiri wao wenyewe, kuajiri wengine, au kuweza kufanya shughuli mbalimbali
ambazo zitawezesha kupata kipato chao. Kama kawaida niliwahi kuambia, haipiti siku bila sisi kupita banda la VETA. Hiki ni kipindi maalum cha VETA kikiwaonyesha wajasiriamali wa VETA ambao wameshiriki kwenye maonyesho haya. Niko mbele ya banda la VETA, mwenyeji wangu mnaweza mkamuona pale, lakini kwa pembeni mnaweza mkaona wadada wana smile vizuri kabisa. Sasa Bwana Peter atatambulisha hizo smiling faces hapo ni wakina nani, na tutazama ndani ya banda la VETA mwanzo mwisho wametuletea nini. Karibuni tena kwenye banda la Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA. Jina langu ni Sita Peter, meneja uhusiano na masoko wa VETA. Na leo hii tunawapeleka kwenye ile dhana sasa, kwa nini wahitimu wengi wa VETA wanakuwa ni wajasiriamali, wanaofanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, wanaoanzisha karakana, wanaofanya ubunifu wa namna mbalimbali. Kimsingi chimbuko kubwa la ujasiriamali wa wahitimu wa VETA ni swala la mafunzo. Mafunzo yetu yanawajenga katika namna ambayo wanapata ujuzi unaowasaidia kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, za uzalishaji, za ujasiriamali. Na hapa tuna timu ambayo inatoa taarifa za mafunzo, inahamasisha vijana wajiunge na mafunzo ya ufundi stadi, kwa sababu hayo ndio yatakayowawezesha kwenda kuwa wajasiriamali wazuri, kwenda kuwa watu wanaosaidia kuongeza tija kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Lakini pia tuna eneo maalum ambalo linajenga katika dhana hiyo hiyo swala la kutambua na kuendeleza ubunifu. Hapa utakutana na mtaalamu ambaye anahusika na masuala hayo ya utambuzi na uendelezaji ubunifu, ambao unachangia kwa kiasi kikubwa sana kukuza ujasiriamali, lakini kuongeza tija, kutambua changamoto kwenye jamii na kuzitafutia ufumbuzi. Majina yangu ni Avelina Krisi. Karibu VETA. VETA inajihusisha na masuala ya mafunzo na ujuzi. Mafunzo yanayotolewa katika vyuo vyetu vya VETA nchini kote ni pamoja na katika fani mbalimbali, ni pamoja na ufundi bomba, ufundi useremala, ufundi uwashi na ujenzi, ufundi umeme wa magari, ufundi umeme, ufundi magari, ufundi unyooshaji bodi za magari, ufundi upakaji rangi na uchoraji. Kuna fani za uhazili, lakini pia kuna fani za upishi na uhudumu wa hoteli. Hivyo nawakaribisha katika vyuo vyetu vya VETA kuja kujiunga kwa ajili ya kupata mafunzo hayo ambayo yanatolewa katika vyuo vyote vilivyopo nchini Tanzania na katika wilaya zote za Tanzania. Kwa jina anaitwa Luciana Emmanuel. Mimi nawashauri vijana wajitokeza kwa wingi kuja kupata ujuzi VETA, kwani VETA imekuwa ni chanzo na imetatua tatizo la ajira nchini kutokana na ujuzi mbalimbali unaopatikana VETA. Kama ukija hapa VETA utapata ujuzi wa ufundi seremala. Kwa hiyo itakuwa chachu kwako na itakusaidia wewe unapoenda mtaani unakuwa na ujuzi ambapo utajipatia ajira ya kuwa fundi seremala. Kwa jina anaitwa Nasra Abdul Kemibara, mimi ni afisa tafiti na bunifu. Sisi kama VETA tunasaidia kukuza bunifu za walimu pamoja na wanafunzi wetu, kwa sababu bunifu hizi zinaenda kutatua matatizo kwenye jamii. Kwa mfano labda bunifu ya kaka hapa, yeye ametengeneza bunifu ya chaja ya laptop. Hii sijai kuiona sehemu, sijajua kwa nchi jirani, lakini kwa Tanzania kama chaja yako imeisha na umekatika, unaweza ukachaji. Kwa hiyo bunifu kama hiyo ndio inatatua changamoto za kwenye jamii yetu. Kwa hiyo kuna bunifu mbalimbali VETA, tunakuza bunifu za walimu na wanafunzi wetu. Karibuni sana VETA. Kama mlivyoona kauli mbiu ya maonyesho haya, nguzo ya kwanza ya uchumi imara, jumuishi na shindani. Sasa kwenye banda la VETA kuna huo mambo ya ujumuishi. Hapa mbele yangu kuna kijana mnamuona, huyu ni mbunifu, atajitambulisha jina lake na kutuambia amebuni nini. Kwa jina naitwa Francis Anton Madanganya, ni mwalimu kutoka VETA Chang'ombe, Dar es Salaam. Ya baba nchini naonesha namna gani inavyoweza kuchaji. Hapa inaonesha kwamba chaji inaingia biashara yote na inapeleka chaji biashara yote.
lengo na madhumuni ya kuja kuonesha manufaa kama unavyosema uchumi jumuishi. Uchumi jumuishi ni kama mimi mwenyewe mwenye mahitaji maalum, kwamba nausia wale wote wenye mahitaji maalum kwamba wanaweza wakasoma kwenye mafunzo ya ufundi stadi na wakapata ujuzi na wakabuni vitu vikubwa kama mimi nilivyobuni hapa. Vilevile ningependa niwaombe Watanzania sapoti yenu, ni sapoti katika hatua ambayo inayofuata. Hatua inayofuata ni hatua ya kupata mradi ili niendeleze ubunifu wangu na nitanue soko la Tanzania na mpaka duniani kote, nifike kwa ubunifu wangu ambao nimebuni hapa. Asante. Asante sana. Wapenzi watazamaji, hii ni habari njema. Kwenye familia zetu kuna watu wenye mahitaji maalum. Sasa familia nyingine wakimkuta mtoto ana changamoto ya namna hii, wanamfungia ndani, wanamuona hawezi chochote. Kumbe mtoto anaweza kawa na changamoto lakini ana kipaji, kama huyu mlivyoona kipaji chake. Sasa anaomba kupata ufadhili ili kubiasharisha hii biashara ya chaja za laptop. Chaja za simu zipo, power bank za simu zipo. Hii ndio power bank ya laptop ya kwanza naiona, naenda ikawa akatengeneza mpaka inverter za kuchaji mashine mbalimbali. VETA wanafanya kazi. Kwa jina naitwa Hamis Salum, ni mkufunzi wa chuo cha VETA Pwani na ni moja ya team member ambao tunahusika na hii research tunayoifanya mbele yetu, ambao ni research ya kutengeneza simu. Tunatarajia tutengeneze simu kama hizi simu tulizozoea ambazo ni Android kama vile Samsung, Pixel pamoja na simu zinginezo, lakini teknolojia nzima ya hiyo simu iwe tunaimiliki sisi wa Tanzania. Hii itakuza sana uchumi wetu pale ambapo tutafanikiwa. Na mpaka sasa tumepiga hatua kiasi kikubwa kiasi kwamba tumetengeneza simu moja ya sample ambayo ilikuwa na malengo ya kuprove kwamba tuna uwezo wa kutengeneza simu ikapiga pamoja na kutuma ujumbe mfupi. Hapa simu yetu unaminya sehemu ya call, unaingia hapo unaandika namba ya simu, kama hapo unaandika namba ya simu hii ambayo ni 07, napiga hiyo simu. Kama mnavyoona hii simu imeita hii hapa, naweza nikaipokea, naweza pia nikaikata. Ngoja niikate hii simu, naweza pia nikaipigia hii simu ikaingia na nikaipokea nikafanya operation zingine. Kwa mfano kama hapo naipigia, je, niipigie nione simu ikiingia. Simu yetu hii hapo, simu imeingia, naweza nikaipokea, naweza pia nikaikata pia hapo. Kama hapo nimeikata hiyo simu. Actually mpaka sasa hivi hii research yetu bado inaendelea na malengo yetu ni tufikie level hii ya simu. Bado tujafika katika level hii, lakini bado tunaendelea na tunafanya ushirikiano na makampuni mbalimbali ya ndani pamoja na nje, pamoja na mashirika ya ndani pamoja na nje kwa ajili ya kuiendeleza hii teknolojia yetu ifikie malengo. Tanzania yetu ili uchumi uweze kukua lazima tumiliki teknolojia, na teknolojia tulioanza nayo sisi ni hii. Tunahitaji tumiliki teknolojia ya simu. Jina langu naitwa Ali Musa Shabani kutokea VETA Kipawa, ni mwanafunzi wa level 3 katika ngazi ya umeme, na tuna circuit nyingine tumeibuni inaitwa Sequence Industrial System. Katika circuit hii tulivyoibuni ni kwa ajili ya kuendeshea mizigo viwandani, kwa maana kwamba tuna product ambayo itaanza primary, secondary, then tutatoa product kama matokeo. Mfano tuna mahindi hatua ya kwanza yatakobolewa, hatua ya pili yatasagwa, na hatua ya tatu tutaweka katika vipaseli kwa ajili ya kwenda kuuza. Kwa maana kwamba saizi tuko hatua ya kwanza kama inavyoonekana, saizi mahindi yanakobolewa. Tumetoka hatua ya kwanza tunaingia hatua ya pili, mahindi yanasagwa. Tunatoka hatua ya pili tunaenda hatua ya tatu, mahindi tayari tunaunga, tayari tunaweka katika vipaseli kwa ajili ya kwenda kuuza. Ama muda mwingine hii circuit tunaweza tukaitumia kiwandani kwenye generalization, kwa maana kwamba tuna majenereta matatu, tuna mitambo mingi kiwandani, kwa maana kwamba tunapowasha mitambo, baadhi ya mitambo generator ya kwanza ikatokea imezidiwa,
Sasa hizi generator ya kwanza imewaka ikatokea imezidiwa, basi generator ya pili itaisaidia ile generator ya kwanza. Ikatokea generator hizi mbili zote zimezidiwa, basi generator ya tatu itasaidia zile generator mbili. Na ikitokea mitambo tumestopisha au tumeanza kuizima, tumeipunguza, basi hizi generator automatic zitazima kutokana na kupunguza kwa mitambo. Inapotokea sasa tumeizima yote, basi zote zitazima. Karibu sana VETA, karibu kwa ujuzi, karibu ujiajiri, karibu uajiriwe. Namba yangu ni 0748007585. Karibu sana. Kwa jina naitwa Ernest Mashiku Igobeko, ni mhitimu wa VETA katika fani ya useremala na pia ni mtu mwenye mahitaji maalumu, ni mlemavu wa kutokuona. Fani ya useremala ambayo nimepata katika chuo cha ufundi stadi VETA imenisaidia mpaka leo hii. Kwanza nimekuwa fundi, pili ile kujitegemea kwa sehemu fulani, yani kuondokana na utegemezi kwa sehemu fulani, yani yale mahitaji yangu madogodogo mengi sasa hivi nayaweza mimi mwenyewe, tofauti na mwanzo wakati sijakuwa fundi, bado sijapata hii fani ya useremala, sijajifunza useremala kwa ujumla, ilikuwa ni tofauti na nilivyo sasa. Kwa kwenda VETA tu kupata hii fani ya useremala imenitoa sehemu moja, imenipeleka sehemu nyingine ya maisha yangu, ikiwemo kama hivyo naweza kujimudu mahitaji yangu madogo madogo tofauti na mwanzo. Pia ni kama mtu mwenye mahitaji maalum mtaani, kama tunachukuliwa ni watu wa daraja la chini, lakini kupitia fani hii ambayo imeniwezesha hivyo kujitegemea kwa sehemu fulani, hata heshima mtaani inarudi sasa hivi, kwamba na mimi sasa hivi naweza kuwa kwenye vikao mbalimbali ambavyo tofauti na mwanzo, kwamba nikiambiwa hata njoo nakosa hata ile nauli, kwamba kwa sababu sina shughuli ambayo inaniwezesha kujipatia kipato. Lakini VETA, kwa kwenda VETA tu imeniweka sehemu fulani, japo bado sijafanikiwa kufungua ofisi yangu mimi mwenyewe, na ndoto zangu pindipo nitapata ufadhili wa aina yoyote ile ili niweze kufungua ofisi yangu, itakuwa imezidi kuniheshimisha kwa viwango vya juu, kwa sababu nikifungua ofisi yangu pale mimi nitakuwa kama ndo fundi mkuu au mmiliki wa ile ofisi, lakini nitakuwa na vijana wenzangu wengi ambao tutakuwa tunafanya kazi pale kwenye ofisi ile, hivyo tutajenga uchumi wa kwangu na hata vijana wenzangu, kama dira ya maendeleo ya taifa 2020-2050 ninavyosema, kujenga uchumi imara na jumuishi. Je, jumuishi ni nani? Mimi mwenyewe ambaye niko hapa leo baada ya kupata ile fani ya useremala, yani ujuzi wa useremala, hivyo na kujijengea huo uchumi wangu, tayari nishakuwa tayari kwenye dira ile uchumi jumuishi, tayari ni sehemu moja ishakuwa tayari dira ishatekelezwa kwa sehemu moja. Hivyo kadiri nikipata ufadhili na kujiwezesha mimi kufungua ofisi yangu, nitazidi, yani ile dira itakuwa imezidi kutekelezwa kwa sehemu kubwa. Mtu yote ambaye atawiwa kunifadhili anapatikana kwa namba 0717361100. Nimehitimu VETA mkoa wa Tanga, fani ya useremala. Ernest Mashiku Igobeko, asanteni. Habari, jina langu ni Karen Adolf Msea, ni mhandisi lakini pia ni msimamizi wa masuala ya ufundi katika kampuni tanzu ya VETA inayoitwa Ujuzi Incorporated Company Limited. Na kwenye haya maonyesho tumekuja kuitambulisha kampuni yetu ya kibiashara kabisa ambayo imeanzishwa na VETA, na ni kampuni ambayo inamilikiwa na VETA kwa 99% na 1% inamilikiwa na usajili wa hazina. Kampuni yetu shughuli kubwa inazozifanya ni kubiasharisha bunifu mbalimbali ambazo zinafanywa na VETA au zinafanywa na wataalamu pamoja na wanafunzi ambao wapo ndani ya VETA. Hapa kwa mfano unaweza ukaona kuna bunifu mbalimbali kama hizi ambazo kupitia kozi yetu ya ufundi seremala tumeweza kubuni vitu kama hivi ambavyo tumetumia zile mabaki au remainings za mbao ambazo badala ya kuzitupa zimekusanywa zikatengenezwa kitu kizuri kama hiki.
Kuna vitu vingine vingi sana ambavyo vimetengenezwa hapa. Hii ni kupitia kozi yetu moja tu, kozi ya ufundi seremala. Kuna bunifu mbalimbali pia ambazo zimefanyika. Utakuta kuna ubunifu wa, kwa mfano kuna power bank kule, kuna smart meters, kuna incubators. Zote hizi ni bunifu ambazo zimefanyika ndani ya VETA. Sasa unawezaje kuzipata au zinawezaje kuingia sokoni? Hapo ndipo kampuni yetu ya ujuzi inapokuja kuingia. Na kama unavyojua slogan ya kampuni ya ujuzi ni ujuzi chimbo la ubunifu. Kwa hiyo vitu vyote vinavyopatikana katika kampuni yetu ya ujuzi ni vile ambavyo vimetengenezwa kwa ubunifu wa hali ya juu. Karibuni sana, karibu tukuhudumie. Jina langu Yusufu Emmanuel Mkahala kutoka chuo cha VETA Tanga. Katika maonyesho haya ya elimu, ujuzi na ubunifu katika viwanja hivi vya Usagara, tumekuja pamoja na vitu vingine, lakini tumekuja na mashine hii ambayo ni kwa ajili ya kusaga na kuchanganya vyakula kwa ajili ya mifugo. Mashine hii inatumia umeme wa single phase na ina uwezo wa kuchanganya vyakula mbalimbali, lakini pia kimsingi ni kwamba tunatumia mahindi pamoja na antibiotics za kawaida, lakini pia tunatumia hizi product ambazo zimebaki baada ya kuwa tumetoka kwenye incubator hii, ambapo humu tunapata makasha ya mayai, lakini kuna yale mayai ambayo yameshindwa kuanguliwa, vifaranga vimefia ndani, na kutufanya kwamba kwa kufanya hivyo hatuna haja ya kununua dagaa au soya, kwa sababu katika dagaa tunatafuta calcium pamoja na protini. Namba yangu ya simu ni 0763739181. Pia tunapatikana katika kiwanda chetu cha ujuzi kilichopo pale Dodoma, ambacho kinaunganisha product zote unazoziona katika maonyesho haya. Kuwasiliana nao watu wa kampuni ya ujuzi pale Dodoma, utapata product hizi pamoja na nyingine ambazo hazipo katika maonyesho haya. Karibuni sana. Kwa majina anaitwa Ombeni Tarimo, ni mkufunzi katika chuo cha VETA Moshi katika fani ya instrumentation and automation. Mbele yenu hapa nimeleta mfumo kwa ajili ya kuonyesha jinsi gani viwanda vinavyoweza kufanya kazi. Kwa mfumo huu ni kwa ajili ya kufundishia wanafunzi ili waweze kuleta mazingira halisi ya kiwanda kinavyofanya kazi, hususan katika ishu nzima ya conveyor system. Na mfumo huu umeweza kutengenezwa kupitia kwa kutumia wanafunzi katika fani ya instrumentation and automation. Mfumo huu umetengenezwa kwa kutumia upepo ukiwa pamoja na PLC ambao wanafunzi wanaiprogram kwenye kompyuta na kuipa instruction hii brain ambayo ndo inayotawala mfumo wote mzima. Mfumo huu unaweza ukatumika kwenye viwanda mbalimbali ikiwemo viwanda vya soda, viwanda vya sukari, bandarini na halikadhalika na viwanda vya cement. Lengo kubwa la kutengeneza mfumo huu ni kwa ajili ya kurahisisha means ya kufundisha wale wanafunzi kurelate na mazingira halisi ya viwandani yalivyo, na hapa vile vile ni kwa ajili ya kuweza kupunguza gharama za kununua mifumo kama hii kutoka nje. By means ya hii sasa tunaweza tukawa tumepunguza zile gharama na kuweza kusave matumizi. Hivyo kwa kutengeneza mifumo kama hii inaweza kurelate mazingira halisi na kusaidia mwanafunzi kuweza kuelewa namna gani viwanda vinavyofanya kazi, namna gani anaweza akatengeneza program mbalimbali ambazo anaweza akaziprogram na kuweza kutengeneza real things ambayo inamwezesha yeye kuongeza ujuzi zaidi. Karibu katika chuo cha VETA Moshi, karibu katika fani ya instrumentation uweze kujifunza. Kwa kwenye haya maonyesho ya wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu yenye kauli mbiu ya elimu, ujuzi na ubunifu, njia za kufikia dira ya maendeleo 2050. VETA tumejipanga kujikita kwenye zile nguzo tatu za dira ya 2050, dira ya maendeleo 2050, ambazo nguzo ya kwanza ni uchumi imara, shirikishi na shindani. Ikimaanisha nini? Kwamba sisi VETA kama mamlaka inayohusika na utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi tutahakikisha kwamba wananchi wa Tanzania
wanajengewa uwezo wa kujitegemea na kuliwezesha taifa kuinuka kiuchumi. Yaani kwa mfano kama hii ni fridge ya kutunza parachichi zisiharibike. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha kwamba uchumi wa Tanzania unakuwa stabilized bila kutegemea vitu vingine. Hata kama mafuta yakapanda na nini kikapanda, Tanzania itaendelea kuwa imara. Kwa hiyo ni nguzo ya kwanza. Lakini ili mtu aweze kuweza kutengeneza friji kama hii, anahitaji ujuzi ambao sisi VETA tunautoa. Na tunautoaje? Tunatoa mafunzo kwa njia mbalimbali, na hasa kwa sasa hizi tunatoa mafunzo kwa masafa marefu. Yaani tuna application yetu inaitwa Visomo, mnaona hapo, ambao tulipata ufadhili kutoka Airtel. Na hii Visomo mtu anasoma kozi mbalimbali za VETA tena za kimkakati kupitia simu yake ya mkononi. Yaani umeme, fundi bomba, fundi wa pikipiki umerahisishwa kupitia simu ya mkononi. Unafanyaje? Ni wewe unajisajili kwenye programu ya Visomo, unaanza mafunzo ya ufundi stadi. Utasoma kwa kufuata mtiririko wa zile modules zilizopo kwenye program. Kuna maswali ya kukupima uelewa, na mwisho hapo ukikamilisha utatakiwa uwe na ufaulu wa kuanzia 50% kwenda mbele, ambako utaenda sasa chuo cha VETA kilicho karibu na wewe kupata mafunzo ya vitendo kwa wiki 2. Tunaita comprehensive practical, ambayo itakuequip wewe na ufundi sasa, umahiri wa kufanya ile kazi kwa vitendo. Na baada ya hapo utafanya mtihani, utahitimu na kupata cheti chako cha short course. Kwa hiyo na sisi kama VETA tuko tayari kumhudumia kila mwananchi, na nipende tu kutoa rai kwamba kutokana na fursa ambazo serikali imeziweka kwetu sisi VETA, naomba niwajulishe wananchi kwamba njooni VETA, njooni tushirikiane, njooni tuwape ujuzi, ili mwisho wa siku tuweze kufikia lengo la dira ya 2050. Ili tuweze kufikia hilo lengo, maana kila mwananchi lazima tuweze kukupa ujuzi, na kukupa ujuzi lazima tukufate. Serikali imeona lazima tuwafate katika kila wilaya. Kwa hiyo mimi naomba nitoe rai kwamba wananchi tushirikiane, wazazi, walezi, vijana wa Kitanzania, nendeni kwenye vyuo vya VETA vilivyopo karibu yenu, mkapate ujuzi mbalimbali ambazo zitaweza kuwasaidia ili muweze mwisho wa siku kushiriki kwenye shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na hata sasa hivi kama VETA tuko sasa hivi kwenye kipindi cha kuweza watu kuchukua fomu za kufanya maombi kwa ajili ya kuanza muhula wa Januari mwaka 2027. Kwa hiyo nitoe tu rai pia, wananchi, nendeni kwenye vyuo vyetu vilivyopo karibu na nyie, mnaweza mkafanya application zenu online au mkafika kwenye vyuo vyetu na mkachukua fomu, mkazijaza, mkazirejesha. Lengo letu sisi ni kuhakikisha tunachukua kila Mtanzania aweze mwisho wa siku kupata fursa hii ya ujuzi, na serikali ndiyo inachukua jukumu kubwa la kugharamia eneo kubwa katika ile eneo. Sisi ukija kama wewe unasoma mafunzo ya kila siku kwenda nyumbani na kurudi, utalipa 60,000 kwa mwaka. Kama wewe unasoma boarding, utalipa 120,000 kwa mwaka. Kwa ni fursa ambayo serikali imeitoa na inahitaji wananchi wake waweze kupata ujuzi. Kwa mimi nitoe rai, wananchi mje, tuwapeni ujuzi, tuweze kwenda kushiriki kikamilifu kwenye utekelezaji wa dira 2050. Karibuni sana. Asante sana. Na mimi jamani, sina la kuongeza baada ya haya ambayo CPA Anthony Mzee Kasore ameeleza, na kubwa hili ulilomaliza nalo kwamba kusoma VETA kwa watu wa deni shilingi 60,000 na kwa watu wa boarding 120,000, kiukweli ingekuwa pia Mungu anatoa baraka kwa vyuo, tabarikiwa. Hakuna shule yoyote, hata ile chekechea, hakuna shule yoyote ada kwa mwaka mzima ni 60,000, hakuna, imebaki VETA. Kwa hiyo ni habari njema, lakini kwa vile hiki ni kipindi kimoja kabla ya cha mwisho cha kesho, basi kipindi cha kesho jamani, mtakuja kuona hao mashujaa wa VETA walioshiriki kwenye ile maonyesho ya kitaifa ya ubunifu ni wangapi wameweza kupita na kupeperusha bendera ya VETA. Asante sana, na kutakia matembezi mema kwenye mabanda yaliyobakia. Asante sana, karibuni sana. Natumaini mpenzi mtazamaji umefaidika kwa namna moja ama nyingine kuona ushiriki huo wa VETA katika maonyesho haya ya elimu, ujuzi na ubunifu hapa viwanja vya Usagara jijini Tanga. Wakazi wa Tanga na vitongoji vyake, njooni viwanja vya Usagara
wale wenye mabanda kuna zawadi zenu waliwaletea. Hizo zawadi wakawa wamezihifadhi wakisubiri siku za mwisho. Sasa mkija kesho kwenye kila banda unalopita ulizie, jamani, ile zawadi yetu Pascal Mayala aliyotuahidi iko wapi? Mje mchukue zawadi zenu. Zile zawadi ambazo tumezileta hapa Tanga zibaki hapa Tanga. Kwenye waja leo warudi leo. Unaweza ukapiga simu 0754 270 403. Chochote ulichonacho, mkoa wote ulionao Tanzania, bidhaa zako zote unazotaka kuzitangaza, tunakutangazia, Watanzania wanaziona. Kwa niaba ya Chief Cameraman, Producer and Editor Emmanuel Mwingira, msaidizi wangu maalum Neli Matei, naitwa Pascal Mayala.